Roho Mtakatifu msaidizi wetu. Mungu li hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai, tuko mahali hapa tena kusikia kutoka kwako, kujifunza kutoka kwako. Tumejiweka tayari kusikia, utuhudumie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninaomba kwa Roho wako Mtakatifu, fungua ufahamu wa rohoni wa kila moja, masikio ya rohoni na macho ya rohoni, na muinue kila mmoja kiufahamu katika jina la Yesu, kiuzoefu katika kumjua Mungu kupitia somo hili la leo katika jina la Yesu Kristo. Wafunulie pia kwenye akili zao, walielewe neno lako kwa kina, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninafunga roho za giza ambazo zinafanyaga watu kuwanda, mawazo yao kuwanda, wasifocus na neno, nazifunga kwa jina la Yesu. Ninatamka utulivu kwenye nafsi za watu, natamka utulivu kwenye roho za watu in the name of Jesus. Na naomba Bwana, neno lako lieleweke, lipokelewe, liingie kwenye moyo wa kila moja, na limweke kila mmoja kwenye nafasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Roho Mtakatifu msaidizi wetu. Nimesemaje kanisa? Yohana sura ya 14 mstari wa 16. Utasoma wewe hadi mstari wa 26. Mimi nitakuwa naruka. Yohana sura ya 14 mstari wa 16 hadi mstari wa 26 utaandika wewe. Nataka nikufundishe somo la muhimu sana, na nataka uelewe kwa kina, kwa sababu usipoelewa hapa, ninaamini kuna aina fulani ya matokeo ambayo utayakosa. Japo utakuwa umekaa kwenye kanisa zuri, lakini unaweza kukosa aina fulani ya matokeo usipoelewa. Kila Mkristo, kila mtoto wa Mungu, nisikilizeni kwa makini, kila mshirika wa kanisa hili lazima uanze kupanda viwango vya kiufahamu na kiuelewa kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu na uhakika ukikosa ufahamu kwa habari ya Roho Mtakatifu, wokovu wako utakuwa una ladha. Ni sawa na mtu ambaye anakula chakula kizuri, kina sura nzuri, roast nzuri, kina vitu vingi mle ndani, lakini kikose chumvi. Kuna ladha ya maisha ya wokovu utaikosa usipopata uzoefu wa Roho Mtakatifu. Uzoefu wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya muumini ndio unaomfanya muumini apate ladha ya wokovu. Ladha ya wokovu inakuja kwa mtu anapoanza kupata uzoefu wa kimahusiano na Roho Mtakatifu. Mtu akikosa ushirika mzuri na Roho Mtakatifu, na asipomfahamu na asipojua namna ya kuhusiana naye, anakosa ladha fulani ya muhimu sana kwenye maisha yake ya wokovu. Ndio utawapata Wakristo ambao anaanza kuwa hapa kanisani, lakini backslider, ni wakurudi nyuma. Ndio utawapata Wakristo ambao anaanza kuwa kwenye kanisa lenye mtembeo wa nguvu za Mungu, na bado akaanza kusoma kwa shuhuda fulani za kinyonge. Unaweza kuwa uko mahali hapa, lakini usipowekeza kuyaelewa, umewasikia wenzako wanavyoshuhudia, kurudi nyumbani, pata muda wa kutafakari, kuyarudia, utakuwa unakosa hizi ladha. Utakuwepo mahali hapa na shuhuda zile za zamani. Utakuwa unasema kwa mambo fulani ya uovu kila baada ya miezi fulani, jambo fulani limesha kutokea ambalo halifai. Ni kwa sababu unakosa ufahamu mzuri na Roho Mtakatifu. Sasa leo nataka nikufundishe Roho Mtakatifu msaidizi wetu, ili umfahamu kwa kina, alafu kisha mfahamu kwa kina, uanze kujenga ushirika na yeye. Tunaelewana sawa sawa? Yohana sura ya 18 mstari wa 16. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Unaweza kusoma kwa screen. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Imeshatoa sababu kwa nini ulimwengu hauwezi kumpokea. Ni kwa kuwa ulimwengu haumuoni wala haumtambui. Mambo mangapi? Mawili. Haumuoni wala haumtambui kwa sababu ulimwengu wenyewe unasukumwa na yale ambayo unayaona. In fact, kule nje kuna tofauti kati ya maana ya imani ya kanisani na maana ya imani ya kule nje. Maana ya kule nje ya imani ni nataka nione ndo nitaamini, kwamba seeing is believing, yani kuona ndo kuamini. Ukiona unaamini. Ila kanisani hatuhitaji kuona, tunaamini kwanza alafu ndo tunaona. Mtaani wanaona ndo wanaamini. Sisi kanisani tunaamini na tunaona. Kwa hiyo ni tafsiri yetu
ya imani. Imani yetu haihitaji kuona kwanza. Imani yetu kwanza inaona kwenye Biblia, alafu pili itakuja kuona kwa ulimwengu wa mwili. Ulimwengu haumtambui na haumuoni, ila sisi tunamuona. Tunamuona. Unamuonaje? Ninapoombea watu ukaona mtembeo wa Roho Mtakatifu. Hata kama una mashaka na kwamba upepo upo au haupo. Hata kama una mashaka na upepo. Sijawahi kuona upepo. Siamini kama upepo upo hapa duniani. Sidhani kama upepo upo, msidanganye. Hakuna upepo hapa duniani. Lakini ndugu yangu, ukiona unatembea na shati linapeperuka hivi, ujue upo. Ukiona miti inatingishika, ujue upo. Ukiona bati linalia, ujue upo. Unaweza kukataa uwepo wa upepo, lakini usikatae madhara ya the effect of wind. Kwa hiyo unaweza simone kwa macho Roho Mtakatifu, lakini ukaona matokeo ya uwepo wake. Ulimwengu wa kumtambua na haumuoni. Biblia inasema hivi, bali ninyi mnafanyaje? Kwa sauti. Bali ninyi mnafanyaje? Mnamtambua. Endelea kusoma kwa sauti kinachofuata. Rudia iko kipengele tena, maana. Rudia tena. Rudia tena. Irudie kama ya kwako. Rudia kwa sauti. Alafu naye atakuwa ndani yako. Mstari wa 18. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni, bali ninyi mnaniona. Na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Mstari wa 26. Nimeruka sasa kwenda kwenye mstari wa 26. Kimbia mstari wa 26, ila ni nzuri ukayasoma maelezo yote hapa. Biblia inasema hivi, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, angalia haya maneno, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Atawafundisha yote. Hizo ni assignment mama za uwepo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mtu. Kabla ya kunena kwa lugha, assignment mama ni kuwafundisha yote na kuwakumbusha yote ambayo Bwana Yesu aliyasema. Sasa unisikilize kwa makini. Kwenye mstari wa 16 Biblia imesema msaidizi mwingine. Unaposoma Biblia na kuambia msaidizi mwingine, unataka ufahamu nini? Nini kinapaswa kuingia kwenye moyo wako? Msaidizi mwingine. Unaposema msaidizi mwingine, unapaswa kufahamu kitu gani? Sasa mnisikilize. Biblia kwa Agano Jipya imetafsiriwa Kigiriki. Ile Agano la Kale ilitafsiriwa Kiebrania. Yani original, Biblia original iliandikwa Kiebrania. Kwa ili upate maana sahihi za yale yaliyoandikwa kwenye Agano la Kale, maneno yake mara nyingi yaangalie kwenye lugha ya Kiebrania, afu yalete kwenye Kiswahili, ndio utapata maana pana. Lakini Agano Jipya lilitafsiriwa kwa Kigiriki. Kwa hiyo maana zake halisi za maneno zipo kwenye lugha ya Kigiriki. Kwa unaweza kupata maana nzuri. Kwa mfano, ile neno msaidizi kwa tafsiri ya Kigiriki la tafsiriwa kama parakletos. Msaidizi, parakletos. Usipate shida, nitakuelezea. Na kuna aina mbili za msaidizi. Aina ya kwanza ni allos parakletos, aina ya pili ni heteros parakletos. Usipate shida, nimeshasema. Maana yake ni nini? Ni msaidizi mwingine wa kufanana na yule wa kwanza. Alafu maana ya pili ni msaidizi mwingine asiye na asili sawa na yule wa kwanza. Naomba njoo mchungaji Dismas. Aya, tukisema allos parakletos ni msaidizi wa kufanana. Mimi nilikuwa ndio wa kwanza, sawa? Tuseme huyu ndio Bwana Yesu. Mimi nisimame kwa nafasi ya Bwana Yesu. Sasa huyu ni msaidizi, nasema msaidizi mwingine. Unajua kuna wakati mimi naweza kujiuliza maswali. Huyu msaidizi mwingine ni yule ni huyo kwa sababu msaidizi kwetu kwenye nafasi ya nani? Ya Yesu. Si sawa? Sasa ndio Yesu yule au yeye ana asili nyingine na namna nyingine, lakini cha msingi anakuja kumsaidia. So, tuseme sasa mimi nimeondoka. Njoo kwenye nafasi yangu. Nimeondoka. Haya.
Anaposema msaidizi mwingine ameenda kukaa kwa nafasi yake, ni wa namna ile ile ya kwake, yani ni yeye katika mfumo mwingine. Ngapi ameelewa hiyo point yangu? Kwa hiyo tukisema allos parakletos, ndio Roho Mtakatifu, ni wa namna ile ile, asili ile ile, utendaji ule ule. Kwa ni msaidizi mwingine wa kufanana na yule wa kwanza. Unaweza kuandika point, ni msaidizi mwingine wa kufanana vile vile na Yesu. Unaweza kuandika msaidizi mwingine wa kufanana vile vile na Yesu, mwenye asili ile ile ya Yesu. Yani kwa kifupi ni Yesu yule yule. Hapo ndo msaidizi mwingine, ndo maana ya msaidizi mwingine. Sasa huyu msaidizi mwingine alipaswa kuja kukaa ndani yetu. Wakati wakina Daudi alikuwa anakuja kwa assignment maalum, Roho Bwana akamjia Samsoni juu kwa nguvu, akapigana na Wafilisti, alafu anamwachia. Ilikuwa ni occasional, ni kwa matukio. Lakini hapa huyu Roho wa Mungu, mnisikia washirika wangu vizuri, huyu Roho wa Mungu anakuja kukaa na wewe milele. Yani ile siku unaokoka anaingia ndani yako na anaweka mkataba wa moja kwa moja mpaka Yesu anarudi kukaa ndani yako. Maana yake nisikilize, mpaka na blunders zote ambazo unazifanya yuko ndani. Nisikizeni vizuri, kila mtu anatazame. Blunders zote ambazo unazifanyaga yuko ndani. Anakuwa anatamani kukusaidia uje na class fulani kama mtoto wa Mungu, uje na daraja fulani la utukufu kama mtoto wa Mungu, kwenye lugha, kwenye kufanya. Yuko hapo ndani. Nisikizeni kwa makini. Siku moja Bonke alienda South Africa, akahubiri kwa habari ya damu ya Yesu. Alafu wale watu wa atheist, wale ambao waaminigi uwepo wa Mungu, wakamfuata akamwambia hivi, Bonke, umedanganya watu sana leo. Hatuamini kwa habari ya damu ya Yesu. Ni uongo, unadanganya. Kama huyo mtu damu yake iko hai, mbona watu wanakufa na dhambi? Kama damu yake iko hai na kweli ilimwagika msalabani, mbona watu maisha yao yanaharibika? Kama alikomboa wanadamu, kwani unakaa kwenye matatizo magumu hivi? Mbona dhambi ipo, maovu yapo, uharibifu upo, nasemaje damu yake iko hai? Bonke akamwambia hakuna shida, swali lako ni zuri sana. Akamwambia njoo, lini umewahi kwenda bafuni na sabuni imekaa kwenye soap dish, kadish kale cha kushika sabuni, alafu wewe ukasimama tu pale kwenye bafu, alafu ukaoga? Nani mimi kumtokea? Umeenda tu bafuni ukavua nguo, basi ukaoga moja kwa moja ukatoka? Inawezekana? Lazima upeleke mkono ufungue maji, si ni sawa? Lazima uende bafuni, uwajibike, uchukue sabuni ujipake, si ni sawa? Uchukue maji ujimwagie. Kwa akasema damu iko hai, ila ambaye yuko tayari kuifanyia kazi na kuitumia umsaidia. Damu ipo, ila ambaye yuko tayari imsaidie, inamsaidia. Ni sawa na wewe kuchukua sabuni alafu ukijipaka na kujimwagia maji, ndio ile siku utajua effect ya sabuni. Yani hautajua matokeo ya sabuni mpaka ujipake sabuni. Hutajua matokeo ya damu ya Yesu mpaka uipokee. Anasema akiwa anaendelea kuongea vile, mmoja akamwambia, "Je, na ndugu yangu anaumwa bwana, muombe." Bonge akasema nikafurahi sana. Kumbe kuna watu wanapinga, ni vile tu hawajapata mekanizmu ya kupata kile ambacho wanakitamani kukipata. Sasa mnisikie kwa makini. Roho Mtakatifu yuko. Ni sawa na wewe ukiingia kwenye chumba, kuna system ya umeme, na umeme umeshapita kwenye bracket, umeingia kwenye bracket ya nyumba yako, na umeshaingia kwenye main switch, uko pale kwenye circuit breaker, mpaka pale upo. Umeme upo. Unaweza kuingia chumbani na ukabaki kwenye giza usipofanya maamuzi ya kwenda kuwasha switch. Kwa ili upate mwanga lazima uwashe switch. Haijiwashe automatic. Kwa hiyo kumbe ili upate manufaa ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu lazima uwashe switch ya kimahusiano. Mahusiano yanatengenezwa hayaji automatic. Na Roho Mtakatifu ni gentle, ni mpole. Anataka uwajibike kuhusiana naye. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja leo kuongea statement moja ikanipa kufikiria sana. Akasema alihudumu siku hiyo kwa muda mrefu, baadaye akaenda kupumzika, akalala. Roho Mtakatifu akamwambia hivi, mpaka siku inaisha leo hujaniambia nakupenda.
Mpaka leo, yani mpaka unaenda kulala hujaniambia I love you. Ikuonyesha kwamba Roho Mtakatifu anapenda mahusiano. Anapenda mahusiano, anapenda communication. Yani hata ile kusema Roho Mtakatifu nafanyaje katika hili, anajua na mtambua kwamba yupo. Kusema asante Roho Mtakatifu. Ndio maana unasikiaga mara nyingi nikiwa nafundisha nasema thank you Holy Spirit. Yani nataka nimtambue kwenye kila hatua, kila mahali. Napokaa kusoma Biblia nasema asante Roho Mtakatifu. Sikiliza, vitu havitokei kwenye maisha yenu ni kwa sababu gani? Hakuna connection kati ya kwako na yule ambaye yuko ndani yako. Unapoteza connection, kuna mahali una miss. I tell you. Wokovu unakuwa ni mgumu, unakuwa ni wa mazoea. Nenda makanisani, viongozi wa makanisa, viongozi wa idara, kano people, watu wa mwilini wasiye na Mungu. Ni kwa sababu gani? Hakuna connection kati yao na Roho Mtakatifu. Nenda kwa Wakristo wa makanisa mbalimbali. Yaani sasa hivi imebakisha kazi yako ni kuhudhuria tu kanisani, wanione leo nimevaa vizuri, nimekuepo kanisani, full stop. Vipi kwa habari ya mabadiliko ya maisha? Vipi kwa habari ya watu kuona utukufu wa Mungu juu ya maisha yako? Hiyo hatuhitaji. Kwa sababu ni kama inashindikana. Haishindikani. Ni watu hawajawajibika kujenga ushirika wao na Roho Mtakatifu. Nisikilize. Mwenzako anakuja mahali hapa kwa mara ya kwanza, shauku alionayo na hilo eneo, anashindwa kuielezea, ila wewe unaongoza kusinzia. Ni issue iko pale. Kwa sababu ndani yako hakuna hiyo passion. Umeshazoea mno kiasi ambacho wewe ukifika mahali hapa hamna kitu cha maana, ningeachiwa nilale tu leo. Ndio maana inakuwa hivyo. Kuna kitu hakijamshwa ndani yako cha kimahusiano na ushirika. In fact nisikizeni kwa makini. Mimi siku moja nimesafiri kwa muda mrefu na basi. Sijalala, nilikuwa nimesafiri usiku na mimi waga silali kwenye gari. Sasa nikafika Dar es Salaam retreat. Nilipofika nikapigwa, baada ya kuingia tu hotelini, nikapigwa simu nikaambiwa kwamba tunapaswa kuwepo kwenye session ya kwanza. Kuna askofu mmoja wa ufufuo na uzima alikuwa anafundisha. Kwa hiyo napaswa kwenda straight, nikaoga, macho yanafumba yenyewe. Nikasema my good God, naenda kufanyaje pale sasa? Nikamaliza kuoga, nikavaa nguo, nikatoka. Nikakaa pale. Yani namsikia kwa masikio ila macho yanagoma kumuona. Namsikia masikio yamsikia ila macho yanagoma kuona. Nikamwambia Roho Mtakatifu, neno lako lasema na uisha miili yetu. Ninaomba uisha mwili wangu. Uisha mwili wangu nisikie vizuri. Nisikilize, nilisikia kutoka ile asubuhi ya saa 3 mpaka saa 12 jioni bila kusinzia. In fact pale katikati mwili ukarudi kwenye mazingira ya kawaida. Nikalala baadaye kwenye mida saa 4. Shida kubwa ni nini? Tunakosa ushirika na yule ambaye yuko ndani yetu, ambaye alikuwa anapaswa kutusaidia. Sema naye msaidizi aliyeko ndani yangu. Tafuta pointi ya Mkristo kumtukana mwenzake kwa njia ya SMS. Tafuta point ya Mkristo kumtukana mwenzake kwa njia ya SMS. Tafuta hiyo point. Kwa nini anaweza kumtukana mwenzake? Kwa nini Mkristo anaweza kufanya jambo fulani la hovyo tu, la aibu na la ajabu? Ni kwa sababu anakosa ushirika na Roho Mtakatifu. Kuna wengine ambao wamemzimisha, kuna wengine ambao wanamhuzunisha. Angalia kitabu cha Efeso sura 4 mstari 30. Biblia inasema hivi, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Yani ile siku ya ukombozi uligongwa muhuri kwenye roho yako. Na ule muhuri ulikuwa ni uwepo wa Roho Mtakatifu. Think about that. Ni haya mambo kama ya tafakari. Yani siku nimeokoka, ile ndio siku niligongwa muhuri. Yani alama pekee ambayo inakufanya utambulike mbinguni ni Roho Mtakatifu. Mligongwa muhuri. In fact Biblia inasema hivi, wako watatu wanaoshuhudia duniani ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Na wa kwanza katika wale watatu wanaoshuhudia duniani ni Roho Mtakatifu, kwa sababu ndio muhuri wako. Alama pekee ya wokovu wako duniani, mbinguni, ni Roho Mtakatifu. Yani alama pekee ya mbinguni kwa habari ya wokovu wako duniani ni Roho Mtakatifu. Ndio tulitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Yani siku unaokoka uligongwa muhuri, na ule muhuri ni Roho Mtakatifu. Na mpaka siku Yesu anakuja kutuchukua na kubadilisha miili yetu, atakopo ndani yako. That's the meaning. Inasema msimuhuzunishe. Mstari unaofuata 31. Angalia uchungu wote. Sikiliza, soma hapo. Soma kama una Biblia, angalia kwenye screen. Someni kwa sauti. Biblia inasemaje kwa sauti kubwa? Uchungu wote. Alafu sikiliza, vitu ambavyo vinaondoa ushirika na Roho Mtakatifu ndio hivi: uchungu,
ghadhabu, alafu kingine hasira, kelele. Wale mnaopenda makelele, unapenda makelele, unaongea mpaka watu eneo zima wanasikia. Hiyo ni namna ya kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Alafu angalia matukano. Akina mama ambao unapenda kuongea, unamkemea mwanao mpaka majirani watu wanasikia. Angalia matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Hiyo ndio vitu vinazima ushirika wa mtu na Roho Mtakatifu. Endelea mstari unaofuata. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi wenye kurumiana. Sasa hayo ndio yanamsaidia sasa mtu. Point yangu ya msingi ni nini? Kuna namna unaweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu alafu kakosa manufaa ya uwepo wake ndani ya maisha yako. Kama unanielewa nisaidie kusema amen. Very important. Wakati ninakuwa katika imani, naomba niwape shuhuda yangu katika church. Nikiwa nasoma Musti, chuo kikuu cha Musti, wakati ninakuwa katika imani, nikaanza kusoma document za Roho Mtakatifu. Mimi niko hivi, nisikizeni, mimi nilikuwa hivi. Ilikuwa hivi, baada ya kuokoka, nikisikia kitu kinaitwa sadaka ya zaka. Wakati ule simu hizi smartphones zimeshatoka, nina Google, ninaandika sadaka, ninaandika zaka. Nitasoma kila mstari unaozungumza zaka. Nikisikia kitu fulani nitakifuatilia chote kama kilivyo. Sasa nikasikia sana kwa habari ya Roho Mtakatifu. Nikamwona Pastor Benny Hinn anamzungumzia. Nikamwona Pastor Chris Wankilome anamzungumzia. Listen. Nikaanza kusoma madocument ya Roho Mtakatifu. Nikasoma. Nakumbuka hiyo siku nilikuwa nimekaa chumbani kwangu. Nikiwa niko mwaka wa pili chuo. Nimekaa chumbani kwangu. Nikasikia sauti ya wazi ikiniambia, I am not a doctrine, I am a person. Anajaribu kuniambia kitu gani? Mimi sio fundisho, mimi ni nafsi. Yani ananiambia hivi, mimi niko kimahusiano, ninaweza kuhusiana na wewe, lakini mimi sio fundisho. Usifikiri mimi ni sawa na ile somo lako la umeme. No, mimi ni nafsi. All right. Nakumbuka hiyo siku, wiki kadhaa mbele, nikaenda mahali kuhudumu. Nikiwa nimekaa pale, kumbuka, wiki kadhaa nyuma aliniambia yeye sio fundisho, yeye ni nafsi. Nimekaa na hudumu, nikamwona dada mmoja amekaa kwenye hizi nafasi za katikati, pembeni, analala. Yani anateseka, anarudi nyuma, anaenda mbele, anafanya hivi, anamlalia mwenzake, anafanya vile almost dakika 10. Roho Mtakatifu akaniambia, sasa nilikuwa sijawahi kupata huo uzoefu. Akaniambia kwamba yule mtu anateseka, sio kwamba amechoka, anateseka. Sasa wachungaji wa makanisa fulani ya Kipentekoste, kwa sisi vijana miaka hiyo akikuachia hudumu, lazima kwanza aongoze sala ya toba watu yeye, kwa sababu anakuwa hakuamini. Lazima aombee watu wote yeye. Kwa akawa ameita watu wenye shida akawaombea, ndo akaniachia mimi mic. Na yule mtu alitoka mbele, akamwombea, hakuna kilichotokea. Akarudi. Na nikaona huyu mtu alitoka mbele akaombewa na mchungaji, lakini mbona ana haya mazingira? Roho wa Mungu akaniambia kwamba sio yeye wala sio kwamba amechoka. Mwito umsaidie. Ni katikati ya somo nafundisha. Nikamwambia njoo. Akaja mbele. Unajua hata sikufanya mambo mengi. Nilipomgusa uso hivi, nguvu za giza zikamwangusha chini. Akagaragara, mchungaji wake anashangaa kwa sababu yeye alimwekea mkono. What's happening? Garagara, pepo zikamtoka. Zilipomtoka nikamwambia nenda kakae. Akakaa. Akawa msikilizaji mzuri kuliko watu wote kanisani. Alafu baada ya kutoka pale wenzangu wakaniambia hivi, what happened? In fact katikati ya somo nikamuuliza dada, nikamwambia hivi, umeshaona kwamba umefunguliwa? Akaniambia yes, nimefunguliwa. Imagine mtu anasema hivi mbele ya watu, yes, nimefunguliwa. Kwani kwa sababu anaona mwili wake umerudishwa kwenye mazingira ya kawaida. Ndio baada ya pale nikagundua, all right, Roho Mtakatifu kumbe sio tu wa kumsoma, ni nafsi, yuko ndani yako. Sema yuko ndani yangu. I tell you, mtu akimfahamu Roho Mtakatifu, hizi habari za nimezini pasta, nimelala na mke ante, nimelala na mme ante, pasta anajisikia vibaya. Akina mama, usipomwelewa Roho Mtakatifu utaongeza watoto wengi wasio na baba.
Usipokuwa na Roho Mtakatifu kajenga ushirika naye vizuri, akakusaidia, utaongeza maumivu juu ya maumivu, shida, uchungu juu ya uchungu. Ni afadhali ukawekeza kumjua Roho Mtakatifu. Tokea pale nikasema alright, kumbe ni nafsi, kumbe ni wa kimahusiano. Basi nikaanza kupractice mahusiano na yeye. Ndio maana sikizeni kwa makini. Mimi nanena kwa lugha muda wote. In fact kwa siku waga najitahidi angalau nipate masaa 3.5 kuelekea 4 ya kunena kwa lugha kwa mfululizo. Bila kusimama, kwa mfululizo yani. Lakini siku hizi nimeanza practice kunena kwa lugha muda wote. Hata kama naongea na mtu, nimekaa mahali fulani, naanza kupractice kunena kwa lugha wakati nasoma Biblia, wakati nasoma kitabu. Kwani nataka mahusiano yangu na yeye yawe active. Yani fike level ambayo nachokifanya ni Mungu alitaka kukifanya, kitu kile kile. Nachokisema ni kitu kile Mungu alitaka nikiseme. Sema anakaa ndani yangu. So tumeona huyu ni msaidizi wa kufanana na Yesu. Alisema Pastor Benin, who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is Jesus unlimited. Jesus without measure. Roho Mtakatifu ni Yesu asiye na mipaka. Kwa sababu yule Emmanuel alikuwa anatembea, akitembea Kapernaumu hayuko Samaria. Akiwa Samaria hayuko Judea. Lakini Roho Mtakatifu ni Yesu asiye na mipaka. Ni Yesu ambaye anaweza kuwepo muda huu Marekani, muda huu Korea, muda huu Canada, muda huu kwenye anga kivulini, na anafanya kitu kile kile. Kwa tukisema Roho Mtakatifu tunamzungumzia Yesu asiye na mipaka. Sasa hivi anakaa ndani ya kila mmoja. Hakuna baraka kubwa kwenye maisha ya wokovu kama kujua anakaa ndani yako. Sema anakaa ndani yangu. Kwa sauti kubwa. Anakaa ndani yangu. Kwa sauti kubwa. Anakaa ndani yangu. Huwa nawaambia mara nyingi sana, stop haya maneno, I am confused. Yani nimechanganyikiwa, yani sijielewi. That is ignorant. Kukosa cha kufanya ni ishara kwamba una ushirika mzuri na yule anayekaa ndani yako muda huo. Light wa Kristo angeelewa hiki kitu. Light wa Kristo angewekeza kumwelewa Roho Mtakatifu. My God. Kazi yetu ingekuwa rahisi sana. Siku ya kwanza umeingia kanisani, light ungeelewa hiki kitu, kazi yetu ingekuwa rahisi sana. Ungekuwa na wana wa Kristo wanatoka utukufu kwenda utukufu. Sasa tumesema ni msaidizi wa namna yule, ni Bwana Yesu asiye na mipaka ndani ya kila muamini kiutendaji. Watukwambia Roho Mtakatifu ni nani? Ni Bwana Yesu asiye na mipaka ndani ya kila muamini kiutendaji. Yesu anafanya bila mipaka kiutendaji kwa kila mmoja leo kwa mahali hapa. This is very powerful. Andika, Roho Mtakatifu kwa jina jingine anaitwa Roho wa Kristo. Ili nikuonyeshe, anaposema msaidizi mwingine anamaanisha ni yeye katika mfumo mwingine. Yes, Roho Mtakatifu kwa jina jingine anaitwa Roho wa Kristo. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 11. Angalia, Biblia inasema hivi, wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa, ikuze, ulioonywa na Roho wa nani? Wa Kristo. Inua macho yako nisaidie kuangalia kwenye screen kama auangalie Biblia. Wakatafuta ni wakati upi na wa namna gani ulioonywa na nani? Na Roho. Kwa sauti kubwa kanisa, na nani? Na Roho wa Kristo. Aliyekuwa wapi? Aliyekuwa wapi? Ndani yao. Ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kwako baada ya hayo. Nisaidie kuandika point nyingine. Roho Mtakatifu kwa jina jingine anaitwa Roho wa Yesu. Nataka nikuonyesha, naposema msaidizi mwingine ujue ni Yesu katika mfumo mwingine. Roho Mtakatifu kwa jina jingine anaitwa Roho wa Yesu. Huwezi kumtenga mtu na roho yake. Mtu ni roho na roho ni mtu mwenyewe. Kwa hiyo tukisema Roho wa Yesu ni Yesu mwenyewe. Kwa mfumo mwingine. Roho Mtakatifu kwa jina jingine anaitwa Roho wa Yesu. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 7. Roho Mtakatifu. Tusome kwa sauti. Biblia inasemaje? Kila mwenye sauti na mwenye macho watatumika kukabili misia. Ndio. Wakajaribu kuenda Bitinia. Lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Biblia inasema walipofika kukabili Misia wakajaribu kwenda
Bithinia, lakini roho wa Yesu akuwaparusha. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 19. Natengeneza pointi gani? Naposema msaidizi mwingine, najenga pointi ya kwamba ni wanamna ile ile, allos parakletos, ni wanamna ile ile, ni Yesu katika mfumo mwingine. Maana najua ya kuwa yatanigeukia kuwa wokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa roho wa Yesu Kristo. Kwa Roho Mtakatifu ni roho wa Yesu Kristo. Alikusudiwa kukaa ndani ya mwamini kama msaidizi milele. Andika hiyo point. Alikusudiwa kukaa ndani ya mwamini kama msaidizi milele. Unaona miss, unakosea, ni shida ya kimahusiano. Sio kama Mungu hajaja kusaidia, ni shida ya kimahusiano. Alikusudiwa kukaa ndani ya mwamini kama msaidizi milele. Na tunaposema msaidizi, usifikiri ni mdogo kwako. Alikusudiwa kukaa ndani ya mwamini kama msaidizi milele. Ni naye msaidizi ukaa na mimi milele. Napataje mashaka kesho yangu itakuwaje? My future shall be bright. Karama shandarabakos. Ndio maana kitabu cha Zaburi sura 16 mstari wa 11, umenijulisha njia za uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume yako mema ya milele. Toka siku nimemfahamu Roho Mtakatifu, ndio nimefahamu uhalisia huo mstari. Zaburi sura 16 mstari wa 11, umenijuza njia za uzima. In fact, hizo njia za uzima ni kumjua Roho Mtakatifu. Mbele ya uwepo wako ziko furaha tele. Angalia, umenijulisha njia za uzima. Kumjua Roho Mtakatifu ni kuzijua njia za uzima. Mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Ndio maana Daudi alilia akasema, Roho wako Mtakatifu usiondolee. Yaani kama kuna kitu naweza kunimaliza Mungu ni kumwondoa Roho wako Mtakatifu. Alijua he is impotent without the Holy Spirit. Alijua hana nguvu, hata kuwa hitaji, hata kuwa na maana kwenye maisha haya bila Roho Mtakatifu. Hebu nipe mstari. Roho wako Mtakatifu usiondolee. Mwenzako analia. Wakristo wangapi akishafanya dhambi anasema nitatubu tu, na baada ya kutubu yuko sawa tu? Kitu ambacho kijui ni kwamba kuna namna umemzima Roho Mtakatifu, alafu uko peke yako hapo ulipo. Natoka uko peke yako, maisha hayawezi kuwa na maana. Mwenzako alipofanya dhambi moja ya kulala na mke wa mtu, wewe umelala na mume wa mtu, alafu uko hapa, baba najisikia kuhukumiwa. Nini kimekutokea? Nimelala na mtu baba. Mimi nikufanyaje? Ulipaswa kugaragara hapa, ulipaswa kuja mahali hapa tena tukusikie wote. Baba nitalalaje na mke na mume wa mtu? Mimi tulipaswa kusikia hapa, ila mnapenda private. Nikuone ofisini baba, na mazungumzo baba ofisini, privacy. Na jambo la siri. La siri wapi? Huyo kijana anajua, na ana marafiki zake atawaambia lala na wewe. Shetani anajua, mapepo yanajua, na Mungu anajua. Eti privacy. Pastor, umesema jambo langu lipi wakati shetani analijua? Are you okay? Niangalieni usoni hapa, mnasemaje hivi? Pastor amesema jambo langu lipi? Shema nilimwambia ofisini. Ofisini wakati shetani anajua. Na aliyelala na wewe anajua. Mwenzako alipoona amekosea, akaenda mbele za Mungu, akaacha kila kitu. Inanishangazaga Mkristo anaanguka dhambini na bado yuko kwenye biashara. Anafanya biashara kama kawaida. Mwenzako aliacha kazi zote akarudi hekaluni, akaanza kulia. Maneno yake ndo haya, usinitenge na uso wako. Kule tumesemaje kwenye Zaburi 16:11? Mbele ya uso wako. Uso wake manake ni uwepo wake, sawa eh? Anasema hivyo, usinitenge na uwepo wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Anajaribu kusema kitu gani? Roho Mtakatifu ndio uwepo wa Mungu mwenyewe. Ukiniondolea uwepo wako, ukiondoka kwenye maisha yangu, mimi sio mtu tena. Imagine. Wanawake, don't be too emotional. Be with the intimacy. Uwe katika ushirika na Roho Mtakatifu. Usiwe mtu wa hisia. Wanawake, nisikilizeni kitu kimoja, na washauri tu kwa upendo. Angalieni. Ukiwa mtu mwenye ushirika na Roho Mtakatifu, hata hisia zako zitakuwa kwenye balance.
Unasikia wana psychology wanasema kwamba women are emotional being. Ni viumbe vya hisia. Ukisha kuwa na Roho Mtakatifu, hautakuwa kiumbe cha hisia. Kwa sababu hisia zako zitakuwa kwenye order. Nisikilize kwa makini. Unafahamu wanawake walivyo? Jambo dogo tu, oh my God. Ukijaa Roho Mtakatifu na ukiwa na mahusiano na Roho Mtakatifu, utajua eneo sahihi la kufanya vile. Na kuna wakati mwingine utajicontrol. Unatamani kufanya vile, lakini sasa ndani yako. Nisikilize. Kuna wakati mimi mtu ananifuata, oh pastor, najua anakuja kunikumbatia. Alafu na switch ndani. Is that necessary kumkumbatia? Napeleka mkono mbele. Amen. Na mwingine sina shida. Wow, thank you. Ila kuna mwingine Andisco Villa Asalis Calibra. Mwambie jirani yako tunasikiaga humu ndani. Wakati nimeoa mwanzoni mwa ndoa kabisa, nikaona mtu ametumia message akanambia hivi, pastor, mwanamke akaniambia, pastor, I love you so much. Ninakupenda sana pastor. Niseme tu kweli. Nikamwambia nimeoa na picha ziko Facebook. This is madness. Mtu anakupenda kimapenzi, alafu anaona kabisa juzi ulikuwa unafunga ndoa. Those are demonic people. Nikasema my God, unajua sisi wengine ambao tunamtegemea Roho Mtakatifu ni wadhaifu sana. Nikampelekea mke wangu, nikamwambia angalia hili tatizo. Naye akashangaa. Kuna wanadamu duniani. Lakini nisikilize. Mimi na Roho wangu Mtakatifu, kuna vitu vingine nikiandikiwa waga naenda kuviripoti kwa mke wangu. Ukiniandikia message ujue mke wangu ataisoma. Hilo jua. Kila mshirika jua hivyo. Na wakimwandikia message mama, mimi nitafanyaje? Hakuna privacy kati ya mimi na mke wangu. Kinachopita kwangu kinapita kwake. Kinachopita kwake kinapita kwangu. Nisikilizeni ninyi ambao ukitumia message za kimapenzi na mtu mwingine ambaye ni rafiki yako, unaifuta, mwambie mume wako. That is dangerous. Hiyo ni hatari. Maana yake unamficha. Yaani kuna wanawake ambao mko mahali hapa, niseme tu kwa unyenyekevu wote wa Mungu. Umeolewa lakini kuna mtu mwingine unampenda. Na hata kama akikuletea expression fulani, unakuwa accommodative. Yaani unamuhifadhi. Nisikilize kwa makini wote. Listen to me. It is a matter of time. Unachokihifadhi kitaonekana wazi muda si mrefu. Hisia sahihi za kipepo ambazo unazitunza ndani zitakuja kutokea siku moja. Utakuja siku moja kuchemka, utaongea neno na utashangaa limetokaje mdomoni. Ni kwa sababu hisia zimeliongea ile jambo. Ukijaza kitu kwenye moyo wako ambacho sio Roho Mtakatifu, I tell you, ambacho sio sahihi, kuna wakati kitakuja na impression mwilini na utaonyesha tu. Wakristo tunaye Roho Mtakatifu ndani. Hatukupaswa kuwa vicha kwenye mambo. Tunaye ndani. Sema ninaye ndani. Kwa sauti kubwa. Kwa sauti kubwa. Muamini hayuko peke yake. Nimesemaje? Sema tena kwa sauti. Nimesemaje? Anaye msaidizi ambaye yuko naye kihuduma. Muamini hayuko peke yake. Mimi na mambo mengi sana ya kuyasema. Kuna wakati amekuja mchungaji hapa, ni rafiki. Akaja akaniambia vitu fulani, akanieleza. Alipotoka pale mlangoni, nikamsikia Mungu bila maswali akiniambia kwamba usijenge urafiki, ushirika na huyo mtu tena. Mtu anatoka mlangoni pale. Mimi hapa Roho wa Mungu ananiambia usijenge ushirika tena na huyo mtu. Je, sina wachungaji marafiki ninao mjini. Mwingine akaja wakati mwingine akaniambia, Pastor Ibu, nataka tuanze kuomba pamoja. Tuanze kuomba usiku pamoja. Aliponiambia hivyo nikamwambia hivi, hamna shida, nitakutaarifu, nitakwambia cha kufanya.
Kama tutaanza kuomba pamoja nitakwambia. Yaani tuanze kutembea naye na kuomba. Alafu tuanze yaani tufanye kama partner. Roho Mtakatifu alipotoka tu ndo kama ile Bwana akasema na Ibrahim baada ya kutengana na Lutu. Alipotoka tu nikamsikia Roho Mtakatifu ananiambia ndani yangu, usitembe naye hata usionekane mbele za watu na yeye. Mwenzangu sasa hivi anaiba watu. Alikuja kama mtu tu ambaye tunafahamiana, tulikuwa tunafahamiana. Sasa hivi ana off. Anaongea mtu 600,000, dozi 600,000, 700,000, hana shida. Ila miss kuonekana na yeye mbele za watu. Wangejua ni ukoo mmoja, ni familia moja. Haya mambo yanayotokea ni vile hatuna ushirika na Roho Mtakatifu. Unakaa mpaka na devil worshiper, yani nyinyi mnakaa na devil worshiper, waabudu shetani. Unakaa naye kabisa. Toka umeanza kushirikiana naye, usense ndani. Hausense ndani wala usikii kitu ndani. Kuna binti moja alikuja mahali hapa kutoka Mwime ule mgodini. Akaja akaniambia hivi, mchungaji, nilikuwa kwa mahusiano na mapenzi na kijana mmoja. Yule kijana ameanza kuniambia vitu vya ajabu ajabu. Ameanza kuniambia una nyota nzuri, nimeambiwa na mganga una nyota nzuri. Hasimuelewi. Alafu ameanza kuniambia kwamba hiyo nyota naitaka. Yaani kumbe mganga amemwambia tafuta binti. Akatafuta. Alafu akapeleka jina lake. Ni wale jamaa wanaweza kumuinua mtu, anaanza kuinua roho ya mtu alafu akamwona. Akamwambia yes, huyo binti yuko sawa. Ana nyota nzuri. Na binti alikuwa anafanya biashara, kwa hiyo yuko vizuri sana. Akaja hapa akaniambia, mchungaji, naanza kupata shida. Baada ya kutengana na yule kijana, roho yangu inapata shida. Kuna kitu kinataka kunitokea. Alikuwa anataka kumtoa kafara. Sasa nilipoweka mkono kwenye kichwa chake hivi, akaanguka chini pale pale. Alafu alipoinuka akaniambia hivi, wamepita watu wamevaa mavazi mekundu 3 hapa katikati. Ndio nikaanguka chini. Umeona? Hiyo ni kafara. Maana wale watu 3 ndio wanafanya kazi ya kumchukua kama kafara. Niko ni ndani ya muda mfupi. Unakaa na devil worshiper, haujui kama ni devil worshiper. Ni kusema ndani unakosa feeling ya kwamba kuna kitu kiko sawa hapa. Kuna wengine sio marafiki. They are there to kill you. Wako pale wa kuingiza shimoni. Ila uko comfortable na wao ni kwa sababu kuna prompt unaikosa ndani. Kuna kitu unakikosa ndani. Tunahitaji kuwasha switch hii ya ndani. Amen. Roho Mtakatifu. Sasa msaidizi mwingine limetafsiriwa kwa upana kwenye tafsiri ya Amplified. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 26. Sasa hapa nataka nielezee somo langu kwa upana. Nataka unamalizia. Sina mambo mengi leo. Yohana sura ya 14 mstari wa 26. Na wafundisha haya ili uanze kuwekeza, kujenga ushirika na Roho Mtakatifu. Angalia Yohana sura ya 14 mstari wa 26. Nipe kwanza Kiswahili alafu tutarudi hapo. Kiswahili. Mstari wa 26. Lakini huyo msaidizi, tusome kwa sauti wote, kwa sauti kubwa. Biblia inasemaje? Lakini huyo msaidizi ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Naomba Amplified nikuonyeshe baadhi ya vitu afu nitavielezea nitakuwa nimemaliza. Naomba ikuze. Anasema hivi, but the helper. Alafu kuna majina ambayo nataka nielezee, yako 1 2 3 4 5 6. But the helper, kwenye bracket, comforter, advocate, intercessor. Kuna haya maneno naomba nitayasoma. Anasema counselor, okay fine, imekuja. Comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place. Mbona hilo neno? Napata hilo neno kwenye nafasi yangu. To represent me, kuniwakilisha mimi. And act on my behalf, kufanya kwa niaba yangu. Msipate shida, nimekuambia lazima ujue Kiingereza mwaka huu. Utakijua tu. Nani alikwambia uhamie kwenye ile kanisa? Utakijua tu. He will teach you all things, atawafundisha yote, and he will help you remember everything that I have told you. Tuache haya sasa, tuje kwenye yale maneno ya kwanza. The Holy Spirit, the helper, comforter, advocate, intercessor,
counselor, strengthener, intercessor, counselor and strengthener and standby. Naomba sana nikuelezee haya maneno. Ile neno comforter la kwanza hilo comforter maana yake nini? Tuanze na hilo comforter. Holy Spirit comforter. But the comforter, yani hii Biblia Kiingereza inasema okay, amplified imesema but the helper, okay fine. Huyo msaidizi, okay, comforter, advocate, intercessor, counselor. Sasa comforter, andika cha kwanza, andika tu moja. Andika tu Roho Mtakatifu msaidizi mwingine. Andika haya maneno, Roho Mtakatifu msaidizi mwingine. Alafu moja. Kama unajua Kiingereza utaandika comforter. Lakini kama hujui kuandika Kiingereza andika mfariji. Tunaposema msaidizi mwingine unapaswa kuwa na maana gani? Maana ya kwanza ya msaidizi mwingine ni mfariji, mfariji, mfariji. Kwa hiyo unaye ndani anaitwa mfariji. This is very powerful. Unaye ndani anaitwa mfariji. Yuko mfariji, yuko mfariji, Roho Mtakatifu ndiye msaidizi, eleza habari humu duniani, yuko mfariji. Asa hizo nyimbo sasa hivi ndo zinapigwa kwenye msiba. Wanadamu wanajua kubadilisha hesabu za vitu. Badala ya kuwa nyimbo za kimahusiano zimekuwa ni nyimbo za misibani sasa hivi. Roho Mtakatifu ni mfariji. Hebu sema kwa sauti, Roho Mtakatifu ni mfariji. Sema ni mfariji wangu mimi. Na nilikuwa naongea na mke wangu jana nikamwambia hivi, sisi viongozi ambao nakutwa na mambo mengi. Hivi nafikiri angalikuwa hayupo Roho Mtakatifu, una bounce. Una bust. Yaani faraja pekee ambayo tunaipata ni uwepo wa Roho Mtakatifu. Nisikilize, kuna wakati mke kweli ana nafasi yake nzuri, ila mke hawezi kuchukua nafasi ya Roho Mtakatifu. Ni mfariji hasa. Kuna mambo ambayo huwezi kumwelezea mtu. Kuna mambo ambayo huwezi kuyapeleka kwa mtu. Kuna mengine ambayo yako very personal. Na bebwaje na Mungu katika haya. Anakubeba kupitia mfariji. Na mfariji huyo ni Roho Mtakatifu. Na huyo mfariji anakaa ndani yako. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 3. Am I communicating eh? Kuna mtu mmoja anamsaidia mahali hapa. My good God. Angalia kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 3. Oh. Ninapenda kwa sababu Roho Mtakatifu anaitwa Mungu wa faraja yote. Mungu wa faraja yote. The Lord of all comfort. Mungu wa faraja yote, Roho Mtakatifu. Hem, tusome kwa sauti. Biblia inasemaje kwa sauti kubwa? Na ahimidiwe Mungu Baba, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa rehema. Mungu wa faraja yote, the Lord of all comfort. Mungu wa faraja yote. Mungu wa faraja yote. Hem, sema kwa sauti, ninaye Mungu wa faraja yote. Sema tena kwa sauti, ninaye Mungu wa faraja yote. Kwa sauti, ninaye Mungu wa faraja yote. Anaacha kuja kanisani kwa sababu alipopata msiba kanisa alikuja kumtembelea kwa wakati. Unamaanisha kwamba sisi ndo faraja yako ya jumla? Ni faraja ya sehemu fulani. Lakini ule wakati hatujaja kukuona, be there comforted by the Holy Spirit. Uwe pale ukiwa umefarijiwa na Roho Mtakatifu. Kuna watu ambao wanapita kwenye changamoto. Kuna wakati unajua ukipita kwenye changamoto unatamani mtu fulani awe anajua. Unatamani hakuna hata mtu wa kuniambia, hata kunitia moyo hayupo. Sikiliza, yuko anayetia watu moyo ndani kwa ndani. Anaitwa Roho Mtakatifu. Anamtia moyo mtu ndani kwa ndani. Oh, sema siwezi kuzimia. Sema kwa sauti kubwa. Ni Mungu wa faraja yote. Kamali ya suvarale. Mungu wa faraja yote. Hata kama hakuna mtu akuja kuniambia kwamba Pastor Ibrahim, it is well, go on, you will make it. Kuna Mungu wa faraja yote ndani yangu. My comforter. Yuko ndani yangu Mungu wa faraja yote. Endelea mbele nikuonyeshe kitu cha tofauti sana. Uone anafanya kazi gani.
atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Nisikilize, kwa nini waga mimi nakaa pale ofisini siku nzima, nani amekuja ofisini kwangu akaniambia hivi mchungaji unapitia changamoto gani? Nani? Hakuna amekuja ofisini akaniambia unapitia changamoto gani mchungaji? Hakuna hata moja. Anaanza kutiririka tu yeye, hajui ya kwako. Takuambia sisi tunasaidikaje. Atufarijie sisi katika dhiki zetu zote. Akisha tufariji ndo tunawafariji. Kwa sisi tunafarijiwaga kwenye yale maombi ya asubuhi. Huko kwenye changamoto lakini unafarijiwa, alafu nakuja ofisini. Usifikiri sina ya kwangu. Nakuja ofisini asubuhi, nimekaa kwenye kiti changu cha enzi pale. Naambia ndio nakusikia. Sio kwamba sina ya kwangu. Ila alfajiri nilipoamka alinifariji katika za kwangu. Usije kafikiri sisi ni malaika. Nyie waga mwelewi, mnafikiri ya kwamba yani ukimwona pasta alivovaa na anapotembea hana shida hata kidogo. Ila tunayo. Ila sasa tumemtambua mmoja aliyeko ndani anayetufariji katika dhiki zetu zote. Alafu ukija na dhiki zako tunakufariji na wewe. Mstari unaofuata. Haleluya. Kwa kuwa kama vile tunaweza tukaishia pale. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mfariji na anakaa ndani yako. Unayemfariji ndani yako. Haijalishi dhiki gani utaipitia, unayemfariji ndani yako. Haijalishi dhiki gani utaipitia, unayemfariji ndani yako. Mwanamke kwenye ndoa yako, unayemfariji ndani yako. Haijalishi kitu gani unakipitia, switch ndani. Ukiswitch on ndani, unajisikia kuinuka tena. 2, counselor, mshauri. Counselor, tumeona ile neno counselor. Roho Mtakatifu ni mshauri. Andika mshauri. Mandarabakoske vila mandarabakos. Roho Mtakatifu ni mshauri. Imagine ni mshauri ndani. Think about that. Kabla ya kuwafuata watu, kabla ya kwenda kwenye unatoa shilingi 600,000 ili mtu akushauri. Unaenda ndani na anakushangaa unatoa 600,000. Na anakuambia ninatamani ungenipa nafasi nikwambia namna ya kufanya kwa hili jambo. Ila sasa umemezwa na mifumo ya kidunia. Karabashandarabakos. Sema naye mshauri ndani. Sema tena kwa sauti. Nisaidie kitabu cha Yeremia sura 32 mstari wa 19. Haya. Biblia inasema hivi, kitu cha ajabu sana. Mkuu wa mashauri. Roho Mtakatifu ni mkuu wa mashauri. Roho Mtakatifu ni mkuu wa mashauri. Mweza katika kutenda, ambaye macho yake yamefumbuka juu ya njia zote za wanadamu, kumpa kila mtu kwa kadiri ya njia zake na kwa kadiri ya matunda yake. Ndani yako kuna Roho Mtakatifu anaitwa mkuu wa mashauri. Anajua kushauri kwa habari ya uchumi, anajua kushauri kwa habari ya masomo, anajua kushauri kwa habari ya ndoa. Mkuu wa mashauri. Mkuu wa mashauri. Mkristo anakuambia ndoa imemshinda, uchumi umemshinda, mkuu wa mashauri anakaa ndani yako. Switch on. Washa ndani. Yupo ndani. Mkuu wa mashauri yuko ndani. Na sikiliza, tukisema mkuu wa mashauri ana kazi mbili. Ya kwanza kukushauri, ya pili maongozi, kukuongoza. Kwa hiyo kwenye ushauri kuna vitu viwili. Cha kwanza kukushauri, cha pili kukuongoza. Unaweza kuandika hiyo point. Kwa tunaposema counselor ni ili kukushauri, lakini 2 kukuongoza. Ndio maana kwa wale ambao wataondoka mahali hapa na hii kanuni leo, utakuwa ukikaa mahali unasema Roho Mtakatifu nisaidie. Nisikilizeni. Nimeacha mimi kuzunguka kutafuta nguo. Kwa mfano naenda kununua nguo dukani. Yaani nitoke Kariakoo, nishuke mtaa huu, niende mtaa huu, natafuta nguo tu. Ninakaaga kwanza. Nikikaa kwenye usafiri, namwambia Roho Mtakatifu, unajua exactly naenda kununua nguo wapi. Exactly unajua. Naomba nisipoteze muda kwa kuzunguka mjini. Nisaidie, naenda kununua nguo wapi. Na ninafika mahali exactly nakuta ziko nguo mpya za kunifaa. Unaweza kuniambia kwamba sasa pastor,
Na hayo sasa unamhusisha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu msikafikiri kazi yake ni yale mambo tu kumuuliza ya kwamba hivi Yesu anarudi lini. Hata hayo umezuiliwa. Unapaswa kwenda kwenye affairs za maisha ya kila siku. Anataka mahusiano, dhana ya kimahusiano ya kila siku. Anaweza kukushauri. Unaye ndani ambaye anaweza kukushauri. Anaweza kuongoza. Fuata njia hii, fanya kitu hiki. Wanafunzi, Roho Mtakatifu ndiye ambaye anaweza kumpa mtu akili tofauti sana. Kwa sababu anaanza kumpa akili kuanzia kwenye timetable, ratiba yake ya siku. Anamwambia ukifika nyumbani ufanye nini. Huyo mtu anajua kabisa, wanafunzi mwenye Roho Mtakatifu vizuri anajua nikifika nyumbani nitamaliza majukumu ya mama haraka. Afu nikimaliza pale yale majukumu ya familia nitapumzika. Nikipumzika wakati watu wamelala mimi nitaanza kusoma. Huyo ni mtu ambaye anajua na Roho Mtakatifu na anasimamia ratiba zake. Mtu mwenye Roho Mtakatifu amepangiwa vipaumbele kwa sababu yuko mshauri ndani. Anamwambia anza na hili, ukianza na hili utafanikiwa. Anajua anza na lipi. Mtu mwenye Roho Mtakatifu. Lakini kama una ushirika mzuri na Roho Mtakatifu ndio utakuwa mtu blunders. Tunaye mshauri ndani. Likae ndani ya moyo wako, kila mshirika likae ndani yako kwamba unaye mshauri ndani. Usije kuniambia kwamba nimechanganyikiwa. Yaani I'm confused pastor, I'm confused. Nimechanganyikiwa sijui nifanyaje. No, umejichanganya mwenyewe tu, hujachanganyikiwa. Unaye mshauri ndani, anaitwa Roho Mtakatifu. Na jina jingine ambalo tunalipata kwenye kitabu cha kwenye Biblia Amplified ni intercessory. Tena unajua intercessor ni kama aliunganisha, rudi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 26. Ni kama aliunganisha intercessor, counselor. Kuna kitu alikiunganisha pale, nataka nikielezee vizuri. Roho Mtakatifu ni mwombezi. Anaombaga ndani yetu. Kwa Amplified ni mwombezi. Anaomba ndani yetu. Tunaye Roho wa Mungu anayeomba ndani yetu. Mburudisha. Tunaona hilo neno intercessor, counselor, mwombezi, mshauri. Ndiye ambaye anaomba ndani yako. Na anapoomba ndani yako ndo anakuletea mashauri sahihi juu ya mambo. Nataka niwafundishe kitu cha tofauti sana hapo. Anaomba. Roho Mtakatifu ana tabia ya kuomba ndani yako. Ndio maana wale watu ambao wanaweza kumkuta anaomba mahali anakosa mpaka maneno. Unamsikia mtu kwa maneno mpaka hata lugha yenyewe inashindwa kutoka vizuri. Ukiona huyo mtu jue Roho Mtakatifu ana tabia ya kuugua ndani yake. Na anapougua ndani yake analeta uongozi sahihi juu ya jambo fulani. Au analeta majibu juu ya jambo fulani. Ndio maana ameitwa intercessor, counselor. Kwa sababu mashauri mazuri huja mtu anapokaa mahali kuomba. Am I communicating? Warumi sura ya 8 mstari wa 26 ndio upate picha yake nzuri zaidi. Warumi sura ya 8 mstari wa 26 nikufundisha kitu cha tofauti hapo. Tena mstari wa 26 hadi mstari wa 28. I want to teach you something. Angalia, kadhalika Roho naye, Biblia inasema hivi, hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Alafu Biblia inasema hivi, lakini Roho mwenyewe, I love that, hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Naomba niwaambie kitu cha tofauti hapa. Roho anapoanza kuomba ndani yako. Ndio maana nisikilizeni. Wakina mama, ukijisikia Roho Mtakatifu anaomba ndani, usiende kupika. Nimeeleweka? Niangalie. Wanaume, ukijisikia Roho anaomba ndani yako, usitoke kwenda kazini. Malizana naye. Anavyoomba vile kuna kitu anakusaidia. Kuna maovu anataka kuepusha nayo. Kuna maamuzi mabaya anataka kuepusha nayo. Ukisikia Roho wa Mungu anaomba ndani, akina mama usitoke mlangoni. Omba mpaka utapojisikia kile kitu kimeondoka ndani. Ukifanya vile, you are a spiritual man. Wewe ni mtu wa rohoni. Nasema hivi, hutuombea kwa kuugua. Uaga anaanza kuomba ndani. Ndio maana mwingine anasema hivi, najisikia kuomba ndani. Unapojisikia kuomba ndani, tafuta nafasi na muda. Omba ruhusa. Ondoka hapo. Kumbe ndo zile shuhuda mnasikia mnasema ya kwamba nimepigiwa simu, mama ameanguka ghafla. Kuna wakati Roho Mtakatifu alikuja pale kazini kwako, alafu akaanza kuomba ndani. Ukasema hivi, hakuna shida, nitaomba John. Please my brother, my sisters. Anaomba dakika ile. Usiseme nitaomba John, kuna jambo latokea muda ule.
Imenitokea mara nyingi sana, ninaongoza maombi fulani hapa asubuhi, alafu wakati fulani napigiwa simu ya kifamilia au simu fulani inanionyesha kwamba Roho Mtakatifu alinisukuma niombe asubuhi kuzuia ile jambo. Watu wengi Roho wa Mungu anaanza kuomba ndani, alafu wewe unaanza kuongea nje. Yaani Roho wa Mungu anaomba ndani, unashika simu unampigia mtu. Come on. Ukiona Roho anaomba ndani, omba. Tafuta muda wa kuomba. Huyo ndo mtu wa Roho. Alafu angalia mstari wa 27. Angalia mstari wa 27. Na yeye aichunguzaye mioyo, aijua nia ya Roho ilivyo. Kwa kuwa waombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Ana tabia ya kuombea watu kama Mungu atakavyo na apendavyo. Endelea mstari wa 28. Mstari wa 28 ni matokeo ya Roho wa Mungu kuomba ndani ya mtu. Ndio inakuja inasema hivi, nasi twajua. Mnisikilize, kila mtu inua macho yako, angalia hapa. Angalia hapa kila mmoja kwa jina la Yesu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Hawa ni watu gani? Ni wale watu ambao wanatembea na prompt ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akianza kuomba ndani na wao wanaomba ndani. Watu hawa Mungu anafanya kazi pamoja nao katika kuwapatia mema tu. Utakuta jambo baya kwa maisha yao. Ila wazoefu mnaojua barabara kwenda mjini ni ile pale. Bodaboda wangu ni fulani. Kuna wakati mwingine Mungu anakuambia hivi, usipande hiyo bodaboda. Achana na huyo, tembea kwa mguu. Nasemaje? Kwa sababu ndani Roho wa Mungu ameamka anaomba, wewe uombi. Umeshika simu. Roho wa Mungu akiomba usiende kupiga mswaki. Roho wa Mungu akianza kuomba ndani, usiende kuoga. It's very important. Listen to me very careful. Alafu unashangaa unaamka asubuhi, unakosa appetite ya kupanda hiyo bodaboda. Unasema tatembea tu kwa mguu nifanye zoezi. Sio zoezi. Anajua cha kufanya. Sio zoezi, anajua cha kufanya. Rabashanda askovila manda rabakosa rabasai. Rika rabaskovila mande rebosi kaskovali yasova. Manda rabasai. Kwa ni mwombezi, anaombaga ndani yetu. Na anavyoomba ndani yako ni anakuletea uongozi sahihi wa Mungu na mashauri sahihi. Tumaana kingine kwa Roho Mtakatifu, advocate. Andika mwanasheria. Roho Mtakatifu ni mwanasheria. Anasimamia sheria. Takuonyesha Warumi sura 8 mstari wa 1 hadi wa 3. Ana sheria, ni mwanasheria yule. Yuko ndani. Ukielewa somo la leo maisha yako yanabadilika hisi. Yaani ukielewa. Haya, mwanasheria. Ndio masomo ya kurudia mara kwa mara. Mwanasheria. Angalia, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu. Yaani, sikiliza, ni kama vile ambavyo una kesi mahakamani. Unataka mwanasheria ili usihukumiwe na kupewa adhabu. Nani ananielewa? Upande huu nawaombea. I am interceding for you. Aya. Ni kama mtu mwenye kesi mahakamani anayesubiri hukumu na baada ya hukumu aadhibiwe. Sasa nisikilize, kwa nini Biblia inasema hatuna hukumu ya adhabu? Nitakupa sababu. Kwa nini inasema hatuna hukumu ya adhabu? Hakuna hukumu ya adhabu juu ya hawa walio katika Kristo. Why? Kwa nini? Kila ambaye yuko ndani ya Kristo hakuna hukumu ya adhabu kwake. Mstari unaofuata wa pili. Inasema hivi, kwa sababu, I love it. Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa maana yake hauwezi kuhukumiwa dhambi wala hauwezi kuhukumiwa mauti kama anafanya kazi ndani. Kwa sababu na yeye ana sheria. Dhambi inapomsogelea mtu, sheria yake inamwambia yule mtu wake, no, usikae karibu na huyo mtu. Usiendelee kuzungumza naye. Kwa sababu sheria yake inamzuia kuingia kwenye dhambi. Nisikilize. Mshirika yote mwenye ushirika mzuri na Roho Mtakatifu, hata maisha marefu ataishi. Kwa sababu angalia, hiyo sheria yake ni kinyume na kufa. Ukiwa na ushirika mzuri na Roho Mtakatifu utakufa. Utaamua maliko payanda.
Nomba Apostle, haraka ni Roho wangu Mtakatifu ameweza kuwaka moto. Simeoni alionywa na Roho Mtakatifu asife. Sheria iliwekwa kwenye ulimwengu wa roho kwa Simeoni ya kwamba Simeoni upaswi kufa mpaka jambo fulani likamilike. Kwa nini ufe na ajali ya pikipiki? Kwa nini bajaji gongwe na semi-trailer alafu ufie mle ndani? Kwa nini ufe rumambo? Kwa nini ufe bijampora? Kwa nini ufe phantom? Kwa nini ugongwe na gari ufe? Kwa nini mambo ya kutokea? Kwa nini ufe? Maanda haujapata mstari. Alionywa. Angalia, tusome kwa sauti kubwa. Biblia inasemaje? Naye alikuwa ameonywa. Msome kama watu wenye uhai. Biblia inasemaje? Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Roho wa Mungu alimuonya, huwezi kufa. Roho wa Mungu ana sheria. Hiyo sheria inasema hauwezi kufa na pressure. Roho wa Mungu, nisikilize, Roho wa Mungu ana sheria na hiyo sheria inasema hauwezi kufa kwa ajali. Niongee na washirika baadhi hapo wanaonielewa. Sheria ya Roho wa Mungu inasema hautakufa kwa ajali, au utakufa kwa ugonjwa, au utakufa kwa kansa, au utakufa kwa saratani, au utakufa kwa ajali, au utakufa kwa uchawi, au utakufa kwa uganga. Alionywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti. Sheria roho zima ndani ya Kristo imeniacha huru mbali ya sheria dhambi. Usitegemee nitafanya dhambi siku moja. Sababu pana sheria inazuia kuingia kwenye adhabu ya dhambi. Mande kuskavila. Advocate. Shetani akisimama kukuhukumu. Akisimama kuhukumu, naye anasimama hapo. Babu. Afsha anasemaje? Yule lazima aanguke leo kwenye dhambi. Yesu na Roho Mtakatifu anasemaje? Mimi ndiye nilempeleka Bwana Yesu msalabani kwa ajili yake. Alafu akachukua dhambi zao. Yaani wewe uongei, ila Roho wa Mungu anaongea na shetani. Kwa sababu he is advocate. Ni mwanasheria wako. That's why kabla shetani hajaongea nje, communicate ndani na mwanasheria wako. Patana na mwanasheria wako, anasemaje? Ramashanda rabakos. Ukiwa ndani, sikiliza, ukiwa unaelewa kwamba Roho wa Mungu anafanya kazi ndani yako. Zile shule za mchungaji nateseka, sio na masturbation, sio nateseka na hiki kitu, nateseka na uongo, yuko ndani. Na ana sheria kuzuia kuingia kwenye adhabu. Anakaa ndani yako, ni mwanasheria wako. He is your advocate. Usimama kwenye dawa yako, usimama kwenye jambo lako, na anakuaga anaongea pia, sema sheria yangu inazuia huyu mtu afanywe hivi. Baada ya kujua mstari, naombeaga wagonjwa namna zote. Nikiwa najua jambo moja, hamna ugonjwa unatoka kwenye mwili wa mgonjwa na kuweza kuniingia mimi. Kuna sheria tayari imeweka mpaka kati yangu mimi na huo ugonjwa. Ninawaambiaga maningate ikitokea kwa bahati mbaya, virusi vya ugonjwa wote vikagusa damu yangu, haviwezi kufanya kazi kwa sababu kuna sheria kwenye damu. Haya mambo wataelewa wachache, na watakaoelewa wataishi maisha marefu. Nisikilize, duniani nakwambia hivi, kuna kifo ni fumbo, kifo sio fumbo kwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu kifo kilishughulikiwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema hivi, ikiwa Roho wa Mungu aliyemfufua Yesu katika wafu, manake Roho wa Mungu alikikuta kifo kuzimuni, akakwambia nimekuja hapa. Alafu akaukuta mwili wa Bwana Yesu ukiwa umekufa, umepigwa, umeoza. Roho wa Mungu akauchukua ule mwili akaondoka nao. Ndio Yesu akafufuka. Roho ya Yesu huyo. Kala mashanda rabagos. Lazima ikuwezekana mauti mshikilie Yesu. Unasema kwamba kifo ni fumbo. Kifo sio fumbo. Simeoni alionywa na Roho Mtakatifu kwamba hutaonja mauti mpaka kusudi limekamilika. Yaani muamini ni mtu ambaye anapaswa kuamua yeye. Paulo akasema hivi, nasongwa katika mambo mawili. Leo wachungaji wanakuambia hivi, jamani, kuna kuvuka kwenda ng'ambo ya mto. Wapi? Cha msingi tu ni uende kwenye umilele. Cha msingi ni umalize kusudi. Umilele mbona upo? Cha msingi umalize kusudi. Watu wanauawa wadogo. Wakristo wanakufa wadogo mno. Wanakufa na pressure wa Kristo. Angalia stroke zilivyokuwa nyingi. Mimi kwa kweli nimeanza kupata signal tofauti na stroke.
Stroke zinaua wazee vibaya sasa hivi. Zinaua watu vibaya. Mtu anaanguka tu anakufa pale pale. Kuna kitu akijamsha kwa Kristo kwa baada ya Roho Mtakatifu. Stroke inakuaje? Yaani ulikuwa umesimama mbele za watu unaanguka pop. Yuko ambaye yuko ndani yangu. Ana sheria inasema upasi kufa kwa stroke. Ana sheria. Hey. Rudi Warumi 2. Imeniacha huru. Niko huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Endelea mstari wa 3. Maana yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyo dhaifu nazo zinazotokeshia hapo kwa mstari wa 2. Tunafika ngapi? Point ya ngapi hiyo? 1 2 3 4 5. Tuko kwenye 4 5. Okay, strengthener, mwezeshaji. Andika, mwezeshaji. Roho Mtakatifu ni mwezeshaji anayekaa ndani yako. Mwezeshaji ana uwezo wa kumwezesha mtu. Nami nakuombea kwa jina la Yesu akuwezeshe kufanya mambo makuu. Akuwezeshe kufika mbali na Mungu. Akuwezeshe kuja na matokeo makubwa. Kama ni wewe una imani, wewe usijisemee, usimsemee rafiki yako, ujisemee wewe. Akuwezeshe kufika mbali. Akuwezeshe kutenda mambo makuu. Akuwezeshe kutenda mambo makuu. Ni mwezeshaji anayekaa ndani yako. Mwezeshaji, strengthener. He gives new strength. Hutoa uwezesho mpya kila siku. Ndio maana unaweza kutoka utukufu hata utukufu, nguvu hata nguvu, kwa sababu na mwezeshaji ndani. Tunaweza tukakuona wewe mpya kila siku kwa sababu na mwezeshaji ndani yako. Alafu ya mwisho ni stand by. Ni nguvu ya ziada. Ni kama automatic generator. Once unaanza kukosa nguvu kidogo hivi na waka ndani. Umeme ukikatika wa TANESCO au subiri sekunde hiyo hiyo unasikia ndani panalia. Ukikosa nguvu nje anaanzaga mwenyewe ndani. Mkristo alikusudiwa kuto kupoteza nguvu maisha yake yote, kwa sababu nguvu za nje zikiisha zinaamka ndani. Because Holy Spirit is my standby power. Ni nguvu ya ziada iliyoko ndani yangu. Ni kama standby generator. Ni kama automatic generator. Iliwekwa mahali, uhitaji kwenda kuiwasha. Ina sense umeme umekatika. Na yeye pia anajua mwanao anataka kupoteza nguvu. Anataka kupoteza nguvu. Ni kama amelemewa, ni kama amezidiwa, inaanza kuwaka ndani. Ikiwaka ndani ndio watu walifikiri umekufa, walifikiri umeanguka, walifikiri umeinama, wanashangaa ghafla umesimama. Nani? Roho Mtakatifu. Nani? Nguvu ya ziada ndani yangu. Nasema hutapoteza nguvu kwa jina la Yesu. Unajua kuna watu wananishangaa, kuna watu wananielewa. Nasema hutapoteza nguvu kwa jina la Yesu. Stand by power. Nena kwa lugha kwa sauti. Hauwezi kunena kwa lugha, sema asante Roho Mtakatifu. Aya, kila moja inua mikono yako, sema asante Roho Mtakatifu. Nimejua uko ndani yangu. Wengine nena kwa lugha, wengine mtukuze, mabudu Roho Mtakatifu. Yes, unaye msaidizi. Oh. Yes. Oh. Nena kwa lugha kwa sauti. Mwingine mabudu Yesu, mwingine mabudu Roho Mtakatifu. Mwambie na kuabudu. Mwambie na jua uko ndani yangu. Mwambie na jua uko ndani yangu. My God. Mwambie asante, nimejua unakaa ndani yangu. Unaweza kusimama hapo ulipo. Najua unakaa ndani yangu. Oh, najua unakaa ndani yangu. Jiambie ama najua unakaa